الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم، وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Ninazihusia nafsi zenu pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha, kumheshimu, kumwabudu Allah na kumtii. Anwan khutbatuna al-yawm, sanaishu hawla afati lisan. Khutba ya leo tazungumza maafa yanayosababishwa na ulimi. Ayuha nasu ibadallah, enyi waja wa Allah, sisi tulivyoumbwa na Allah alituwekea kifaa muhimu sana kwenye mwili wetu, na kifaa hicho ni kidhaifu sana, nacho ni ulimi. Ulimi ni udhun saghirun, ni kiungo kidogo sana kwenye mwili wa mwanadamu, lakini afatuhu adhima, maafa yanayosababishwa na ulimi ni makubwa mno. Mpaka akathubutu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa hal yakubbu an-nasu fi nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim, watu wengi wataingia motoni sio kwa sababu ya kingine chochote isipokuwa ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya ulimi wao. Hichi kiungo tusipokirekebisha, tusipokihifadhi vizuri, maafa yake ni makubwa. Ndugu zangu katika imani, nikizungumza maafa mnaelewa maana ya maafa. Ukisikia imepita tetemeko ikaangusha nyumba wakafa na watu, hayo maafa ya tetemeko ni madogo kuliko maafa ya ulimi. Ukisikia huko Hana maporomoko ya udongo na mawe yaliyochanganyikana na miti na nyumba zikafukiwa na watu wakafa, yanaitwa maafa. Maafa hayo ni madogo kuliko maafa ya ulimi. Ukisikia huko Kawetere mlima umeporomoka, ofisi ya waziri mkuu, kamati ya maafa ikaenda kuchunguza nyumba zilizoathirika, watu waliokufa, watu walioumia na waliojeruhiwa, maafa yale ni madogo kuliko afatul lisan. Maafa ya ulimi ni makubwa mno, yanaangamiza mujtamaa kama si dunia. Viungo vyetu vyote tukiamka asubuhi, kabla hujapiga mswaki,
viungo vile unajinyoosha. Viungo vyote vinasema kuuambia ulimi, ya lisan, ewe ulimi, leo ni siku nyingine, leo ni Ijumaa, ittaqillaha fina, muogope sana Allah kwa ajili yetu sisi. Inistaqamta istaqamna, ulimi wewe leo ukinyooka sisi wengine tutanyooka. Maana ukiona jicho limepigwa limetoka, ujue sababu ilianzia mdomoni, ima ulimtukana mtu au ulimkashifu. Kwa hiyo hata jicho pia linasema, ulimi, sisi tunakutegemea wewe leo. Ukiona mtu kavunjwa mguu, ni kwa sababu ulimi ulitumika vibaya. Kwa hiyo hata mguu unasema kuambia ulimi, kichwa kinasema kuambia ulimi, ittaqillaha fina inistaqamta istaqamna, ulimi ukinyoka sisi tumenyoka. Wa in iwajajta iwajajna, na ulimi leo ukijifanya leo umepinda, sisi sote tutaumia. Hayo ndio maneno yanayosemwa na viungo vyote kuhusiana na ulimi. Ndugu zangu, maafa ya ulimi ni makubwa mno kuliko hayo maafa niliyoyasema. Haya yameelezwa kwenye Qur'ani, maafa ya ulimi. Maafa ya ulimi yameelezwa ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaeleza maafa machache kutokana na muda, ili tuweze kuondoka na hayo machache, tukarekebishe ndimi zetu. Maana ndimi zikitumika sawia, basi jamii itaishi kwa salama na amani. Ndimi zikitumika vibaya, vita havitoisha na maafa hayatoisha. Jambo la kwanza linalosababishwa na afa ya ulimi, alghibatu wan namima, ni afa kubwa kuliko tetemeko. Yale matetemeko ya Japan yanayoangusha magorofa makubwa, yale yana afadhali kuliko ghiba na namima. Fama maana alghiba wa ma maana namima? Ghiba ni kitu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alghiba dhikruka akhaka bima yakra, kitendo cha kutaja na kutaja aibu za mwenzako hali ya kuwa hayupo. Hiyo ni afa ya ulimi. Laiti angesikia jinsi ambavyo unamtaja na yeye mwenyewe hayupo kwenye kikao hicho, hiyo inaitwa ghiba. Mtume akasema, masahaba kauliza, ya Rasulullah, lakini tunayoyasema nayo, huyo jamaa kweli mzinifu, huyo jamaa kweli mwizi. Mtume akasema, ikiwa mnayoyasema juu yake ni kweli, basi mtakuwa mmemsengenya, mmekula nyama yake. Midhali hayupo kwenye kikao hicho, hairuhusiwi. Hata kama ana tabia hizo, utaleta taharuki kwenye jamii. Akisikia anaweza akachukua maamuzi magumu, na mwisho wa siku kwa maamuzi hayo magumu tukapata misiba mingi katika mtaa au katika kaya tunazoishi. Wa amma namima, ama namima ni kitu gani? Naqlul kalami liifsadi almujtama. Namima maana yake ni umbea. Kwa tafsiri ya haraka, umbea maana yake ni kupeleka neno kutoka kwa mtu A kwenda mtu B kwa lengo la kumgombanisha na mtu huyo. Kutoa neno kutoka kwa mume kwenda kwa mke, au kutoa neno kutoka kwa mke kwenda kwa mume kwa lengo la kugombanisha watu waachane. Wewe utakuwa namam, na Mtume anasema, la yadkhulul jannata an-namam, kamwe hawezi akaingia peponi mtu ambaye ni mbea, mfitinishaji. Ndugu zangu katika imani, ni familia ngapi zilitengana? Ni ndugu wangapi waligombana kwa sababu ya ulimi wa mtu mmoja tu? Alipenyeza maneno yake, watu wakasambaratika, na mpaka leo hawapatani. Kutumia ulimi wako kufitinisha watu, kutumia ulimi wako kusengenya watu, tuaddi ila, hayo mambo yanapelekea kwenye tafkikul mujtama. Tafkiki maana yake ni kusambaratisha society ya watu, kusambaratisha marafiki, kusambaratisha familia. Hilo linasababishwa na annamima na ghiba. Lakini jambo la pili, nashrul karahiyya wal baghdha, ni kusambaza mambo ya chuki na uadui katika jamii. Watu wanapita wasalimiani,
watu hawatembeleani, watu hawasaidiani, eti kwa sababu maneno yalipenya kwamba fulani anakutaja vibaya. Lakini jambo la tatu linalosababishwa na namima, ambaye ni chombo kinachotumiwa na ulimi, dhunubun adhima inda Allah, ni dhambi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, afa la pili linalosababishwa na ulimi, al-kadhbu au al-kidhbu, uongo. Uongo ndugu zangu ni janga katika majanga makubwa. Muislamu haruhusiwi kusema uongo. Uongo ni matumizi mabaya ya ulimi. Uongo unatokana na ulimi. Ulimi wako ukisema uongo umeharibu. La kwanza, uharibifu unaotokana na uongo, anasema yuhdamu thiqa baina an-nas. Kwanza unavunja uaminifu baina ya watu. Watu wakishakuwa hawaaminiani katika jamii kwa sababu ya uongo uliotumia wewe, tayari umeshaharibu atmosphere yote ya Mbeya. Umeshaharibu atmosphere ya nchi nzima kwa sababu ya uongo. Tumia uongo wako, usitumie ulimi wako kusema uongo. Ni watoto wangapi? Angalia uongo unavoumiza, uongo unavosambaratisha. Binti moja alisafirishwa kutoka mkoa kwenda mkoa mwingine kwenda chuo kikuu, na mzazi akawa anamlipia everything, kila kitu. Lakini yule binti ma'al asafi shadid, mwaka wa kwanza kumbe hayuko chuo, yuko kwa mwanaume. Mwaka wa pili hayuko chuo, yuko kwa mwanaume. Baba akalipa ada miaka mitatu. Anakuja binti kurudi nyumbani, kumbe hata chuoni hakuwepo. Maamuzi aliyochukua yule baba kwa mtoto wake, alichukua kisu akamchinjia mbali. Maafa ya uongo ni makubwa, yanaondoa nafsi ya mtu, yanaharibu mujtamaa wa watu. Kwa hiyo afika baina nas, usiwe muongo. Na ukiwa muongo, kumbuka pale ulipoongopa, ili usije ukarudia uongo huo. Lakini la pili, yusqit makanatil insan, unashusha moro na hadhi ya binadamu. Binadamu yoyote akiwa muongo, hadhi yake inapungua. Hadhi yake inapungua katika jamii. Nani kasema fulani muongo, msimsikilize maneno yake? Yaani wewe kila mtaa ukipita neno lako halichukuliwi tena, kwa sababu ulishadanganya sehemu fulani, ukadanganya na sehemu fulani, mpaka uongo umekuvaa. Mpaka watoto wadogo leo wakisema fulani msimsikilize, katika maneno yake 100 basi moja ndio la ukweli, 99 na uongo. Utaishi katika zama gani? Katika watu aina gani? Kwa hiyo uongo ni maafa makubwa yanayoharibu mujtamaa wa watu. Lakini jambo la tatu linalopelekea ulimi kusema uongo, na uongo unampelekea mtu yaqudu ila al-fujur thumma ila an-nar. Uongo unampelekea mtu kwenye uovu, na uovu unampelekea mtu kwenye moto wa jahannam, wal iyad billah. Jambo la tatu ambalo ni afa kubwa linalotumiwa na ulimi, ashatmu wasabbu, kutukana na kudharau na kukejeli. Maneno haya yanatoka kwenye vinywa vyetu, matusi yanatoka kwenye vinywa vyetu. Anayetukanwa ni mtu, na huyo mtu anayetukanwa bila shaka atarudisha mapigo. Kwanza kabisa matusi na dharau ambaye yanatoka kwenye ulimi wa kwenye vinywa vyetu, yajrahu alqalbu, madhara yake mioyo inapata majeraha. Fulani kanitokana mimi, tayari kuna uchochezi unaingia kwenye moyo pale. Ibilisi tena sheitani anaingia, anakoleza ile damu inatembea kwa kasi, mapigo ya moyo yanabadilika, macho yanakuwa mekundu, jasho linakutoka. Ukikutana na mtu huyo aliyokutukana, kuna mawili, imma nasru wa imma shahada, ima kumaliza ama wewe mwenyewe kumalizwa. Maana yake ni mapambano hayo. Kwa sababu gani? Matusi yaliyotoka kwenye vinywa vyetu yanasababisha kujeruhi mioyo. Ni mioyo mingapi umeijeruhi kwa sababu ya kutukana watu? Ni mioyo mingapi umeijeruhi kwa sababu ya kuwakashifu watu, kuwaanika watu aibu zao, ukasema huna la kusema la kheri zaidi ya kumvua mtu nguo zote na hali ya kuwa amevaa. Watu wakipita mbele, fulani bwana hana maana yote. Yazra'u al-ahqad, lakini pia inapandikiza chuki
baina ya jamii. Lakini jambo la 4 linalosababishwa na maafa ya ulimi, isha'atul fitan, kueneza fitna, naqlul akhbar duna tathabbuti, kunukuu habari pasi na kuzithibitisha. Ayuha nasu ibadallah, zama tulizonazo watu wanasambaza habari pasi na kuzithibitisha. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kwenye Qur'anul Karim aliposema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. At-tabyin ni kufanya ithbati ya kile kilichofika kwako. Ikiwa kwa message, kabla hujapeleka kwa mtu mwingine, tathabbat, kwanza ipeleze na uichunguze hii message ni kweli, si nikasambaza habari za uchochezi ambao utaleta maafa na mimi nikawa ni mchango katika hilo. Kwa hiyo isha'atul fitan, kueneza fitna. Usikuze mambo ambayo hayapaswi kuyakuza. Usiyafanye mambo yawe makubwa kiasi ambacho kuja kuyazima ni magumu. Ndugu zangu katika imani, hizi siku 2-3 zilizopita, angalia ishaa zinazoenea fitna. Bana, huyu kanigusa bega, fitna tayari imeshaenea. Watu wanapigwa, wanachomwa na matairi, wanafariki. Nini? Umesambaza fitna, umesambaza habari sio za kweli. Wewe mamtuhumu mwenzako kwa ulimi wako, huyu kanishika bega. Kwa kusema hivyo mwenzako ameuawa. Kwa hiyo Uislamu ulikataza toka zamani. Kuangalia maslahi ya binadamu ni jambo la msingi. Kumsingizia mwanadamu jambo ambalo linampelekea kufa, wewe utakuwa na dhima kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, tusiyakuze mambo ambayo hayafai kuyakuza katika jamii. Usieneze maneno ambayo huna uhakika nayo. Wewe kwa sababu una bando la 500 unasambaza tu. Tuma message hiyo kwa watu 40, na yule naye anayetumiwa akipata naye pia tuma kwa watu 40. Basi watumia tu, tayari nchi nzima ishapata message moja. Bwana, ikifika kwako, kabla hujaisendi kwa mtu mwingine, hujaifuadi, wewe kwanza kaa nayo. Sio kila kinachokuja kwako basi kinatakiwa kiende kwa mwingine. Mengine yaache kwa maslahi yako, lakini kwa maslahi ya mujtamaa kwa ujumla. Jambo la 5, ayuha nasu ahibati fillah, linalosababisha na maafa ya ulimi, qaulu zur, ashahadatul kadhiba, ushahidi wa uongo. Ushahidi wa uongo madhara yake ni dhulmul abriya, wanadhulumiwa wale ambao walikuwa na haki. Unao uwezo, umemdhulumu maskini shamba lake, na yule maskini hawezi kujitetea mahakamani, na wewe umemtengeneza shahidi mwenye mdomo fasaha, anayeweza kutengeneza ulimi wake vibaya. Mheshimiwa hakimu, mimi natoa ushahidi, hili shamba lilikuwa ni la huyu. Kwa sababu huyu maskini hawezi kujitetea, unamdhulumu haki yake. Kwa hiyo shahadatul kadhiba, ushahidi wa uongo, unasababisha kuwadhulumu ambao hawana hatia yoyote, kwa sababu tu wewe ni fasaha wa kuzungumza mbele ya mahakama. Lakini jambo la pili, nasratu dhalim, wewe unayetoa ushahidi wa uongo, kumbuka kwamba unamnusuru huyu mdhulumaji. Kwa kumtetea kwako, maana yake ataendelea kuwadhulumu wengine. Tumia ulimi wako vizuri, ayuha nasu ahibati fillah. Tumsikilize Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia nini juu ya kutunza ndimi zetu, kwa sababu ndimi zinaleta maafa makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hujurati, sura ya 49 aya nambari 12, Allah anasema, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, do not backbite one another. Maana yake nini? Msisengenyane ninyi kwa ninyi. Hiyo ni aya. Maana yake usengenyi unatoka mdomoni, na Allah atuepusha na usengenyi. Katika suratul Hujurati hiyo hiyo aya nambari 40, sura 49 aya nambari 6, Allah anasema, habari ikikufikia kutoka kona yoyote ya dunia, fatabayanu, verify information before spreading it. Hakikisha habari kwanza kabla hujazisambaza. Katika suratul Isra
sura ya 17 aya nambari 36, Allah anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, do not follow what you have no knowledge of. Usije ukatenda au ukafuata, usifuate usichokijua. Allah amekataza. Maana yake nini? Usije ukasema usichokijua. Katika sura Qaf sura ya 50 aya nambari 18, Allah anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, every word is recorded. Neno lolote unalolisema keep silence, bora unyamaze kimya. Na hadithi za Mtume zimeeleza hilo kuhusiana na kunusuru maafa yasitokee katika dunia kwa kutumia ndimi zetu. Katika suratul Nur sura ya 24 aya nambari 15, Allah anasema kuna watu wanachukulia maneno ya uvumi kwamba ni mambo ya kawaida sana. watahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi adhim. You think it is small but is adhim, serious before Allah. Yani wewe usilichukulie kwamba jambo hili ni dogo, kwani nikilisema lina madhara gani? Wewe lichukulie tu simple. Allah analichukulia serious kwamba usije ukalisema litaleta maafa. Ndugu zangu, katika suratul Ahzab kuhusiana na kudhibitiwa ndimi zetu, Allah anasema sura ya 33 aya nambari 70, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, speak words that are straight and correct. Zungumza maneno ambayo yamenyooka na yako sawa sawa. Usizungumze tu kufurahisha watu, usizungumze kwa ajili watu wakupigie makofi. Zungumza mambo ambayo ni straight and correct. Haya ndio maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul Baqara kuhusiana na ulimi na maafa yake, Allah anasema waqulu linnasi husna, speak kindly to people. Zungumza kwa watu, wazungumzie mambo mazuri. Usizungumze aibu za watu, usizungumze kashfa za watu, usizungumze dosari za watu. Zungumza juu ya watu mambo yao mazuri. Haya ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul Nisa sura ya 4 aya nambari 148, Allah anasema la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Allah does not like evil speech. Allah hapendi maneno mabaya, maneno machafu yanayoweza kuharibu mujtama, yanayoweza kuharibu society yetu, yanayoweza kuharibu umoja wetu. Allah amepiga marufuku hilo. Lakini sio hilo tu, katika suratul Anfal sura ya 8 aya nambari 20, wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, do not be those who hear but not to act. Usije ukawa miongoni mwa wale ambao wanasema lakini hawatendi. Maana yake nini? Usiseme maneno kuwafurahisha watu, maafa yake ni makubwa. Akhiran suratul Fussilat, katika suratul Fussilat sura ya 41 aya nambari 33, Allah anasema waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, who is better in speech than one who calls to Allah. Ni nani ambaye anatumia maneno yake mazuri zaidi ya yule ambaye anawaita watu kuja kwa Allah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wat taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, maafa ya ulimi ni makubwa kuliko maafa ya tetemeko, kuliko maafa ya mafuriko, kuliko maafa yeyote unayojua wewe ya moto na mambo mengine. Ulimi maafa yake ni makubwa, na leo ndio unaoangamiza dunia unayoiona inaangamia. Dunia leo haiangamizwi kwa sababu ya moto uliowaka Marekani wala Irani. Dunia inaangamizwa kwa sababu ya Marekani na Irani kuanza kuleta hizo vita ambazo leo yeyote aliyokuwa ndani huko Santirio anapata maafa kwa sababu ya ndimi za watu wachache waliokaa wakalianzisha vita. Leo mafuta yamepanda, mafuta yakipanda maisha yanapanda. Lakini sababu ya kupanda maisha ni kitu gani?
Sababu ya kupanda mafuta ni kitu gani? Ndimi za watu wachache, wamezitumia ndimi zao, wamekorofishana, wameingia vitani. Sisi tunaathirika. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nusura katika hii dunia ya sasa tunaishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema namna nzuri ya kudhibiti ulimi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, speak good or remain silent. Zungumza maneno mazuri, kama huna keep quiet. Usije ukaleta vita, watu wengine wakaumia ambao hawana hatia. Wanaokufa sio wa Irani peke yao, wanaokufa sio wa Gaza peke yao, tunakufa mpaka huku. Watu kwa kukosa chakula, kwa kukosa pesa, kwa sababu ya vitu ambavyo viliwezekana kuvizuia. Huwezi kusema ya kheri, nyamaza. Na haya ndio maelekezo na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, ulimi ni hatari. Ulimi ndio unayowapeleka watu wengi motoni. Tongue. Ulimi unaitwa tongue. Destroy people, unavuruga watu ulimi. Ulimi ndio unaweza ukasema tu wewe sio mke wangu na akawa sio mke wako kweli. Ulimi ndio unaweza kusema kuanzia sasa mimi sio Muislamu na ukweli ukawa sio Muislamu. Ulimi ndio unaweza kusema sasa mke wangu nimekurejea na kweli akawa amerejea. Ulimi una mambo makubwa. Ulimi umefanya watu wakalaani watoto wao. Mtoto kwa kutokujijua na kujua thamani ya baba na mama, ashaambiwa kwenye Qur'ani, wala taqul lahuma uffin. Usije ukamwambia mzazi wako neno dogo, uff. Neno dogo kwenye Qur'ani lenye spelling mbili ni uffin, yani ukamwambia mzazi wako hivyo, kwa sababu mzazi akiinua mdomo wake juu yako, huwezi ukategemea katika hii dunia. Utaokota makopo mpaka maisha yako yote. Unachizika kwa sababu ya laana ya mzazi. Wazazi, tutumie ndimi zetu pia vizuri kwa watoto wetu. Tusiwe wepesi wa kutoa maneno mazito na laana kwa watoto wetu. Wataharibikiwa. Ndimi zetu ni kali. Ulimi wa mzazi ni mkali sana. Kwa hiyo chunga ulimi, kwa sababu ulimi ndio unaoangamiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Uislamu bora ni upi? Uislamu bora ni upi? Ni yule anaenda Maka, ni yule anayetoa zaka, ni yule anayefunga mwezi wa Ramadhani. Mtume akasema, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Muislamu wa kweli, a true Muslim has no one. Yani maana yake ni kwamba Muislamu wa kweli ni yule ambaye wenzake wanasalimika kutokana na ulimi wake. Ndugu zangu, mtani pale wamesalimika kutokana na ulimi wao, au ndo wanakuita baba kusema. Sasa ikiwa umepewa jina hilo, be care. Uislamu umekataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutupa maelekezo. Hata kama ni kweli ulomsingizia, basi hairuhusiwi kuweza kumsengenya. Kama ni kweli umemsengenya, na kama ni uongo utakuwa umemzulia. Mtu anaweza kuangamia kwa neno moja tu, neno moja. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna rajula, hakika ya mtu, la yatakallamu bil kalima yahwi biha fi nar. One word can destroy you. Neno moja linakuangamiza katika moto wa jahannam. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuchunge maneno yetu. Neno moja litakupeleka motoni moja kwa moja, pamoja na ibada zote ulizozifanya. Ulinzi wa ulimi, ndugu zangu katika imani, ni pepo. Linda ulimi wako uende peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man yadhmanu li ma baina lihiyai wa ma baina rijlai adhmanu lahu aljanna. Control your tongue. Control ulimi wako uende peponi. Control ulimi wako uende peponi. Mtume ameeleza hilo. Dhibiti ulimi wako. Yeyote atakayedhamini, atakayenidhaminia mambo mawili, ma baina lihiyai, atakayenidhaminia na kunitunzia kile ambacho kiko baina ya midomo miwili, ulimi, wa ma baina fakhdhai, na yeyote ambaye atanihifadhia kilichokaa baina ya mapaja mawili, unakijua mwenyewe, basi azmanu lahu aljanna, mimi huyo namdhamini kuingia peponi. Allah atujalie katika hao. Sharru annas man ittaqahu an-nas lisharri. Worst is one feared for his speech. Mtu mbaya ni yule ambaye
watu wanaogopa wasikutane naye. Huyu jamani kikutana naye ataniambia maneno mabaya, anakata kushoto. Ndugu zangu katika imani, mambo ni mengi ya kuyaongea, lakini nilikuwa nazungumzia afatul lisani, madhara na maafa yanayosababishwa na ndimi zetu. Choose your word carefully. Chagua maneno ya kuyasema. Umri wako ni mfupi na kila unachokisema kinakuwa recorded. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rashidin منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا رحمن الراحمين. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Fazao hatuna, basi midhali nimeshasema hivi, Allah awape shifa huko alipo, shifaan la yughadiru saqaman. Lakini shekhe yuko safarini, muda wote atarejea. Taarifa ya kusafiri kwa shekhe, msioni Ijumaa ya pili hii hayupo, ni kwa sababu ya majukumu alionayo. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakaye nihifadhia mambo mawili, huyo ana pepo: ulimi pamoja na tupu. Tupu ndo hizo zinazoitwa nyeti. Sasa tuna jambo la kuibiwa nyeti, jambo ambalo ni hatari sana. Tukiacha watu waendelee kusema sema pasi na kuwa na utaratibu mzuri, tutapoteza watu wengi. Nyeti, Mtume anasema zimehifadhiwa. Umevaa kanzu, ndani yake pana suruali, ndani ya suruali pana bukta, ndani ya bukta pana boxer, kwa ajili ya kuhifadhi hizo nyeti. Vitu hivyo haviwezi vikaibiwa na mtu yoyote, otherwise mtu awe amekufa ukamvizia kwenda kukata ulimi wake au kwenda kukata hiyo nyeti yake. Lakini mtu akiwa anatembea kama hivyo, Allah ameweka dhamana ya kuvitunza vitu hivyo mpaka unakufa navyo. Kwa hiyo ujinga unaoendelea, maneno ya kipumbavu ya wapumbavu. Maana mpumbavu ni mtu anayefanya jambo bila kutafakari madhara yake yatakuwaje. Mjinga ni mtu ambaye anajifunza jambo, kwa hiyo ana afadhali huyo. Kwa hiyo haya mambo yanayoenea kwamba sasa nimeona hapa msikitini jana kijana mmoja akaja na rubber band na pini, ameziweka kwenye mikono yote miwili, akaweka na shingoni. Nini? Aambia nalinda nyeti zangu. Sasa umekuja kufanyaje hapa msikitini? Kumbe hata rubber band na pini inaweza kulinda maisha yako. Sasa ndugu zangu, huu shirikina mwingine ambao tunaelekea nao mpaka msikitini, huu tunaukemea kwa kinywa kipana. Acha, huo ni ufala. Sasa Muislamu sio mtu wa kuigaiga, sio mtu wa kukurupuka, bali Muislamu ni kioo cha jamii. Lolote linaloonekana baya huko nje, wewe ukalirekebishe. Kuna watu tu wameamua kupinda kwenye maisha, lolote litakalokuwa liwe. Hapana, haiwezekani mtu kushikwa bega akapigwa mtu mpaka kufa, alafu sisi tunanyamaza. Sasa tukishikana mabega hapo wote tukakumbatiana, maana yake hapo sasa kila mmoja akakague ya kwake. Ni hivi, Mtume amesema yoyote atakayelinda, na hivyo vimelindwa, ndo aseti yako. Aseti yako ni mambo mawili, ulimi pamoja na hiyo habari. Sasa kama kuna wizi wowote anaibia vitu hivyo, mtu aje ripoti tu kwa mashekhe kwamba mimi nimeibiwa, sio kwenda tu kwa madaktari, hata kwa mashekhe uje tukufanyie ruqya, maana sio umeibiwa kweli. Lakini usiseme tu maneno ya urongo, umesema nimeibiwa kumbe ipo. Kuna bwana mmoja anasema ameibiwa, leta tuione, kumbe hajatairiwa.
Anasema ilikuwa haijatairiwa, sasa mbona imetairiwa? Mambo gani haya mnatuletea mambo? Sisi sio nchi tulioizoea kuishi. Kama unaishi na govi lako, kaa nalo. Usisingizie kwamba lilikuwepo sasa halipo. Tuombe dua Mwenyezi Mungu atupe salama na amani, na atuepushe na mambo ya uvumi, na Waislamu tusiwe watu imaa kwamba wakisema watu na sisi tunasema, wakifanya watu na sisi tunafanya. Waislamu ni watu serious kwenye mambo yao. Kabla hujasema tafakari, kabla hujasambaza angalia impact yake mbele huko itakuwaje. Mambo yamekuwa mazito, yamekuwa taharuki kwenye jamii. Mzee mmoja kachomwa juzi pale, kachomwa moto kwenye tairi kabisa. Nini? Alimshika mtu bega. Ndugu yangu pale amekosokoso juzi naye kuchoma moto. Huyu nani yule? Hamadi yule pale haoni. Ndugu yetu yule kipofu. Yeye ili akutambue lazima akushike mkono akupapasa. Shebombo. Sasa alimpapasa mtu ambaye akashika kwenye bega. Aya! Kanishika bega. Kapiga yowe bwana, alitaka kupopolewa mawe hayo. Tungemkosa saa hizi, tungekuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mambo gani haya? Sio ya kuyazungumza wala sio ya kuongelea kilegelege. Unajua haya watu wawe serious. Askari kamateni watu, wawekeni ndani wanaoleta uvumi wa design hiyo. Tashindwa kulala na wake zetu bwana. Sasa mke akikupapa mabega yote mawili, mke wako amekupapasa, sasa una kitu kimebaki huko ndani. Nenda kajikague vizuri. Tuache hayo mambo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul. Uvumi hayakuanza leo. Kwa sisi watu wazima tulipokuwa tunasoma tulikuwa uvumi ulikuwa aina nyingi sana siku hizo. Lakini ni jambo ambalo si la kweli, na kwa sasa hivi tumeshapata uthibitisho sehemu nyingi kwenye vyombo vya habari kwamba hao waliokuwa wanadai kwamba wamefanywa hayo wamekwenda kukaguliwa wakakutwa wazima. Unataka uthibitisho gani sasa wewe? Kwa hiyo hili jambo si la kulichukulia, hasa sisi Waislamu si jambo la kulichukulia na kulishabikia, ni kulipuuzia tu na kuendelea na shughuli zetu kama kawaida. Halipo na wala halitakuwepo, ninavyoamini mimi na utu uzima wangu, na nimeona mengi. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Na swala la uvumi na namna ambavyo watu wamelipokea katika jamii. Kwanza mimi niseme ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Ndio maana na shehe wetu amejaribu kulifafanua kwa kina, lakini mimi najua huo ni ushirikina kama ushirikina mwingine, kwa sababu wale waliosikiliza hutuba au watakaopitia hutuba kusikiliza, basi watapata mazingatio makubwa. Kwa hiyo tuachane na hili jambo, mimi naona halina mantiki yoyote. Hii ni sehemu ya ushirikina, tumeingiziwa dunia hii ushirikina. Hii ni fitina kama alivyokuwa anajaribu kuongea kwenye hutuba. Kwa hiyo ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Na mimi kwa majina naitwa Hanafi Ali Shaban. Naitwa Hassan Ishaka Hassani, ni mkazi wa Isese Mbeya. Ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Okay. Inshallah. Naweza nikasema kwamba ni mambo ambayo ya kufikirika. Sisi Waislamu tumeshaambiwa alfitina tashaddu min alqatl. Mtu katoka huko kazusha uzushi wake, watu wanauchukulia ule uzushi kama ni mambo ya kweli, kumbe ni mambo ambayo hayafai hata kuelezea. Kwa hiyo sisi kama Waislamu tuwe mabalozi wa watu wengine kutokomeza huu uzushi unaoendelea, ambao kama umesikiliza hotuba ya shehe hapo, watu wanakufa, watu wanachomwa moto, shauri ya uzushi ambao hauna kichwa wala miguu. Nenda sehemu yoyote muulize ni nani ambaye hana hizo nyeti katolewa, hauwezi kwenda kumuona hata siku moja, hata kwa dakika moja. Wewe kila siku tuko kwenye mitandao ya kijamii, umewahi kuona kuna picha imepostiwa bana, huyu hapa ndo hana nyeti zake? Umeona hana nyeti zake nani? Umewahi kuona? Kwa hiyo ni uzushi kama uzushi mwingine tu. Naam, shehe. Kuna swala la uvumi na kuzungumza kitu
bila kuwa na uthibitisho. Wewe unazungumziaje hili swala? Ama kwa hakika imekuwa ni hatari kubwa kwenye maisha yetu, hususan uzushi wa nyeti kuchukuliwa, kwani mimi mwenyewe nimepona kufa siku ya Jumatatu. Nilivamiwa na watu wakasema nimechukua nyeti zao, lakini hata hivyo tunamshukuru RPC kwa kutuma polisi haraka sana eneo la tukio. Baada ya kupiga simu ndio wakatusaidia pale na kumkamata wewe mhusika, kumweka Central. Bila hivyo ilikuwa hatari kweli. Unazungumziaje swala la uzushi na ni uzushi tu, kwa sababu walivyokwenda kule Central walimkuta mtu ana nyeti zake na yuko vizuri kabisa. Kwa hiyo watu waache uzushi katika jamii, kwani inatengeneza taharuki kwa wananchi wetu wa nchi yetu ya Tanzania. tukio lilikuta lini umesema? Nilikuta siku ya Jumatatu maeneo ya Soweto. Hebu elezea kwa mtiririko jinsi ilivyokuwa. Ni kwamba mimi nilifika sehemu, nilikuwa naingia kula chipsi. Sasa nikamgusa mtu kwa nyuma, alikuwa mbele yangu. Hivyo basi hauwezi kuamini mtazamaji kwamba yule mtu akatoka kidogo kurudi anasema nyeti zake hakuna. Lakini hata hivyo walivyokwenda kumcheki wakamkuta ana nyeti zake kwenye gari ila zimezofika. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo ipo katika mji wetu wa Mbeya. Okay, sasa sikiliza Amadi, naomba uelezee jinsi ulivyo wewe na namna ambavyo wewe ili kumtambua mtu lazima umshike. Sasa ngoja. Sasa kutokana na hili hali watu wanatakiwa wawe na tahadhari. Kwa mfano mimi ni mlemavu wa macho, sioni. Ili nimtambue mtu lazima nimshike ili nimtambue. Sasa kama ni utoe na miwani. Unaona? Ili nimtambue mtu mimi lazima nimshike kwamba mimi huyu ni fulani, ndio utambuzi wangu unakuwa hivyo. Lakini sasa mtu ukikushika bega tu basi watu tutakuwa tunauana kila siku. Eleza kwa mtiririko mzuri. Mimi kama mlemavu wa macho ni kwamba ili mtu nimtambue kama tumezoeana lazima nimshike, na kumshika kwenyewe lazima nimshike mkono au bega. Sasa hii imekuwa ni hatari, mtu ukimshika tu bega anastuka. Kwa hiyo ndio hali ilivyo katika nchi yetu, lakini naopenda nitoe wito watu waepukane na uzushi, kwani uzushi ni kitu kibaya sana kwenye jamii yetu. Shukrani.